Mwingiliano ya nchi za nje kwenye masuala ya ndani ya Ethiopia inaendelea kutishia usalama na kuibua mzozo inayoweza kuathiri amani na utulivu ya pembe ya Afrika. Nchi la Ethiopia linaendelea na changamoto ya kikundi chenye silaha, wasiliti ambao wanatumiwa kama silaha na nchi ambayo ni maadui ya kihistoria kwa Ethiopia. Katika mahojiano ya kipekee na shirika la habari la OBN, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya amani, migogoro na uhusiano wa kimataifa, Daktari Edgar Githua alisema kuwa Ethiopia ina maadui kwa sababu vile Ethiopia inaendelea kujenga nguvu na kuendeleza maendeleo yake. Kumbuka kuna mataifa mengi ambayo yanaangalia vile Ethiopia imekuwa ikipata nguvu na ikipanda, na maadui ni wengi na wale ambao wana wivu ni wengi. Mataifa mengi hayafurahii kuwa vile Ethiopia sasa imejenga ile bwawa kubwa ya GRD, ile Grand Ethiopian Renaissance Dam. Kwa hivyo kuna mataifa mengi sana ambayo yatafaidika sana Ethiopia ikikosa amani. Kwa maana tangu Ethiopia ijenge hilo bwawa, mataifa kama Misri, mataifa kama Sudan hayakufurahia. Sasa Ethiopia ikipata shida katikati yake, haya mataifa hata kama hayatatoka kujitokeza kusema vile, yatafurahi ndani yao, kwa maana watasema maadui wetu wako taabani. Pia mchambuzi na mtafiti alisitiza kuwa taifa kama Eritrea inapaswa kutojihusisha na mambo la ndani ya Ethiopia kwa kujaribu kuwasha vita jingine kaskazini mwa Ethiopia. Taifa kama Eritrea ni taifa ambalo linafaa lizungumziwe sana na litiliwe maanani sana na mataifa ya kutoka nje. Eritrea yaambiwe usijaribu kuingililia hii shughuli inayoendelea ndani ya Ethiopia, kwa maana Eritrea ni mojawapo wa mataifa ambayo hivi karibuni imeonekana ni kama inataka kurudi katika ugomvi na Ethiopia. Kwa hivyo tuseme nje ya nchi kuna mataifa ambayo yatafurahia Ethiopia ikizoroteka, Ethiopia ikipata shida, na kwa sasa ni Ethiopia ielewe kuwa ni lazima huu mgogoro ambao umepatikana kati ya nchi yake usuluhishwe haraka iwezekanavyo, ili taifa la Ethiopia lisijipate taabani kwa mambo mengine makubwa. Ukielekea tu hapa katika hatua za nchi la Marekani iliyochukuliwa katika kuweka mkazo hii visa kwa hii kikundi la TPLF. Marekani imeweka vikazo vya visa kwa baadhi ya viongozi ya TPLF na familia yao. Hatua hii ina maana gani ya kisiasa na kidiplomasia kwa kikundi hii tunaweza sema? Asanti. Kwa kidiplomasia inamaanisha kuwa taifa kama Amerika limeona kuwa liko upande wa Abiy, linampiga support Abiy, linaona kuwa yeye ndiyo kiongozi anayefaa, kiongozi halali. Kwa hivyo kutoa marufuku ama kutoa vikwazo kwa viongozi wa TPLF ni kuwaelezea kuwa tunajua nyinyi ndio mnaojaribu kuharibu amani, nyinyi ndio mnaojaribu kuzua rabsha na kuleta mgogoro mpya, na msipojichunga tutachukua hatua hata kali zaidi. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona ni hatua ambayo inayofaa, na hata sio hivyo tu, pia wakiweza kuzua vita ama kuleta vurugu nyingine, huenda ikawa hata mataifa mengi huku nje ni kama wataweza hata kusema majina yao yapelekwe katika ICC, wafunguliwe mashtaka ya kuleta maafa, ya kuleta vurugu, ya kuharibu amani.